Haya, ninamshukuru tena Mungu kwa ajili ya nafasi tena ya sasa. Kama tutakuwa tunafuatilia vizuri, ni kwamba tulikusha kujifunza kwa siku ya jana habari ya mchanganuo katika tumbo, tulijifunza kwa mapana na tukaeleza kwamba ni kweli mara nyingi na ni wengi sana ambao wameweza kusababisha tumbo likawa ni kana kwamba ni Mungu wao tumbo. Sasa tunatakiwa sisi tuongozwe, akili iongoze tumbo, lakini sio tumbo likuongoze wewe. Hiyo ni kitu tulisema jana na tulieleza hata juzi. Sasa ninaomba niweze kueleza kitu kingine, maana tulisema tutakaa kidogo katika tumbo. Jana vile vile tukaeleza habari za utaratibu wa kula. Tukaeleza asubuhi ni muda mzuri sana wa kula chakula ambacho ni kizito zaidi ya vyakula vingine ama milo mingine mbele. Utakula chakula cha mchana labda, na utakula chakula cha jioni, huenda ukala mara tatu. Sasa ukila mara tatu, ni lazima chakula cha kwanza kiwe chakula kizito na chakula kingine kinachofuata kiwe chepesi, na cha mwisho kile cha tatu kiwe chepesi zaidi kama ni mara tatu. Lakini kama ukiweza na ukaweza ni vizuri zaidi, milo miwili ambapo ni asubuhi umekula vyema, katikati masaa ya mchana ni muda mzuri kupata maji ama kunywa maji, na baada ya hapo unaweza ukatumia cha jioni, na ukila vizuri cha jioni mapema, maana tulisema angalau utumie masaa 2-3 ndio ukalale, si kulala mara tu baada ya kula, hapo nalichanganya tumbo. Lakini nikaahidi nikasema siku ya leo tunakwenda kuangalia sasa katika ulaji wa hapa na pale. Wengi huwa wanakula katikati ya milo, yaani amekula saa 5 ama saa 4, tena akiisha kula kama ni asubuhi, baadaye tena anakula katikati. Kama ni muogo amepatana nao anakula, ametoka kula huo muogo anakutana na mwingine anamenya karanga, anasema nipatieko kidogo, tena anakula, tena anatoka hapo anakutana na mwingine anakula kiazi, anamkatia tena anakula, anamaliza hapo aje akae chakula cha mchana, amekula takriban mara 7. Akimaliza kula pale tena amemaliza, anakuja tena kula. Sasa hakuna mpangilio, wengine wanakuwa wanakula mpaka na kalamu. Hata wanafunzi anatoa kalamu anaanza kunyonya, anakula tena na ametoka kula. Sasa inapendeza sana kwa ajili ya mpangilio, maana hata Mungu wetu ni wa utaratibu. Msomaji, hebu nisomee kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Mungu wetu pia ni wa utaratibu, kwa hivyo ametaka na wewe mwanadamu uwe na utaratibu katika kila jambo. Sasa tutaona kama Mungu anafuata utaratibu, je, anataka hadi kula pawepo na utaratibu? Nisomee sura ya Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 14. Wakorintho wa kwanza hicho kitabu, tusikie maneno ya Mungu kupitia mtumishi Paulo. Nisomee mstari wake ni wa 40. Mungu wetu anafuata utaratibu. Sasa na wewe ni lazima uwe na utaratibu katika ulaji. Ukimaliza kula, achana na kula katikati ya mlo. Sasa wewe unakula hata tumbo lako halielewi huu ni muda wa kula, huu sio muda wa kula. Somaji, kama umepata soma tafadhali. Imeandikwa 14:40 Wakorintho wa kwanza. 40. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa hivyo mambo yote inabidi yafanyike kwa uzuri na kwa nini? Utaratibu. Kwa utaratibu. Sio unakula ovyo ovyo, fanya mambo yote kwa utaratibu. Tumbo lijue huu ni muda wa kula, huu si muda wa kula. Msomaji, rudi sura ya 10 ya hicho kitabu, unisomee mstari wake ni wa 31. 10:31, kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza.
huo utaratibu unahusika pia kwenye kula ama uhusiki? Soma tusikie. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kumbe na kwenye kula inabidi utaratibu ufuatwe. Kwa hiyo Mungu anajua kama alivyokuumba ulitakiwa wewe uwe na utaratibu katika ulaji, Kwa hiyo ili tumbo lako liweze kuwa linaelewa huu ni muda wa kula na huu si muda wa kula, kwa sababu unapokuwa unakula, yaani kuna chakula kipo mdomoni, kabla hicho chakula hakijashuka kwenye tumbo, kuna asidi huwa inazalishwa, ambayo inazalishwa itakayosaidia kulinda tumbo, lakini vile vile katika umeng'enyaji wa hicho chakula. Sasa wewe kushindwa kufata utaratibu, inashindwa tumbo lizalishe hiyo asidi muda gani na muda gani lisizalishe hiyo asidi. Unaona Kwa hivyo inatakiwa uwe na utaratibu, upangilie utaratibu vizuri. Lakini vile vile kwa sababu hiyo ndio nakuta kwamba magonjwa ya tumbo yanawapata wengi kwa sababu hawana utaratibu. Lakini vile vile kitu kingine tulisema jana ya kwamba unapokula si muda mzuri kuweza kunywa maji, kwa sababu Mungu wetu anahitaji ufuate utaratibu. Ukiisha kula unafaa ukae kitambo kidogo, ama lisaa moja ama mawili ukiwezea, ndio uje unywe maji. Maji huwa hayahitajiki mara unapokuwa unakula ama dakika chache baada ya kula, hapana, kwa sababu chakula hakitaki kuchanganywa na maji. Lakini sasa vile vile tulizungumza siku ya jana, unajua kuna kitu vile vile kinaitwa, kwa Kiingereza wanasema table manner. Kuna namna ya kuenenda unapokuwa kwenye meza, na hii sisi kama Waafrika wenda inawezekana tumekwama, ama wa ngozi nyeusi, na wengine hata wapo ni wazungu. Si wote wazungu wanafuata kanuni, wengine wapo tu mbumbumbu, lakini wapo vile vile weusi ambao wanafuata kanuni. Sijasema weusi ndio tu hawafuati, lakini tukiangalia asilimia ndio zinazotuangusha. Kwa asilimia kubwa ya weusi ni vile hatufuati, lakini wapo ambao ni askari wa Yesu wanafuata utaratibu. Unapokuwa mnakula, inapendelewa na inashauriwa sana, rafiki yangu, kama utatendea kazi, usile wakati unazungumza ama usizungumze wakati unakula. Kuna kitu nilikwambia wakati wa siku za nyuma ya kwamba kwenye kula kwako mwisho wa ulimi kuna hicho kiungo kimeangalia chini. Hicho kinahitaji unapokuwa unafanya shughuli fulani moja, kama ni kula iwe ni kula, na kama ni kuzungumza, maana kwenye kuzungumza inahitaji hewa, inaachia sehemu ya hewa. Sasa unapokuwa unakula huku unazungumza, unakichanganya, unakosa utaratibu na unakichanganya hicho kiungo kinachohitaji kuziba sehemu moja. Tuko pamoja somaji? Sasa ni lazima ufuate utaratibu huo na ujizoeshe kufanya hivyo. Itakupendelea sana, ama itakuwa ni vyema sana kwa tumbo lako. Ukimaliza hapo ndipo uendelee na vitu vingine. Kitu cha mwisho ambacho ndio nataka pia ni kukukumbushia, alafu siku ya kesho tutamalizana na tumbo tena kidogo. Mara baada ya kula, tuligusia jana tukasema usiende kulala mara baada ya kula. Hilo ni kosa kubwa sana kwenye tumbo lako unalifanyia. Inahitajika ufanye zoezi fulani mara baada ya kula. Usilale tafadhali, sio kulala kwa mantiki ya kulala, hata kusinzia. Usisinzie baada ya kula, usisinzie baada ya kula. Ni kweli kama umekula ukashiba vizuri, lazima kuna hali ya usingizi inakuja, na hiyo ni automatic katika mwili wako, lakini usiruhusu hali ya kusinzia iweze kukupata, usiruhusu. Lakini sasa
kwa sababu itakuja mara baada ya kula umekaa, inabidi usimame ufanye zoezi dogo, lakini sio kumaliza kula tena unaenda kusoma ama unaenda kufanya kazi fulani ngumu. Hapana, kuna zoezi dogo la kufanya uweke sawa tumbo, lakini baada ya hapo ndio unaweza ukasoma ama ukafanya shughuli fulani. Na ukimaliza hilo zoezi fupi, basi ingia upige paki. Ninakukumbusha kwenye ile pointi tulizungumza siku fulani za nyuma. Kwa hivyo Mungu wetu ni wa utaratibu, anahitaji utaratibu karibia kwenye kila sekta ya maisha yako kama mwana wa Mungu ama kiumbe chake. Mungu na kaweze kuwabariki kwa kipindi hiki kifupi cha somo la afya, na tukutane kipindi kingine kinachokuja kwa neema ya Mungu, na Mungu awabariki sana. Amina.